Nitaka tuzungumze, tuweke mada mezani. Mada mezani, faida za kuomba. Faida ambayo mtu anaipata anafanya dua, maombi, maombezi na sala. Maana hivi ni vitu tofauti. Dua ni maombi ambayo anaomba Mungu tu, Mungu peke yake. Yale mambo ambayo binadamu hayawezi na mtu akapiga magoti akaomba, ndio anaitwa dua. Kwa mfano, naomba upewe gari kwa Mungu, hiyo sio dua, hayo ni maombi. Kwa maana gari anaweza kupa mtu yoyote yule, wanadamu, shetani, kuzimu. Yaani kuna mambo anayetakiwa Mungu tu ayatende, hiyo ndio inaitwa dua. Sasa faida gani unapata unapofanya maombi? Kwa yule ambaye anaomba kwa dhati bila kupesa macho kuhusu kuwepo kwa Mungu, yaani kwa dhati kabisa naamini Mungu yupo, kwa ushahidi wa Biblia, kwa ushahidi wa historia, kwa ushahidi wa kijiografia, kwa ushahidi wa uumbaji, naamini Mungu yupo. Kuhusu Mungu, uwepo wa Mungu hapepesi macho anapoomba na maanisha. Faida ya kwanza ambayo watu wengi hawaelewi ni kwamba unapoomba Mungu, kwanza ni tiba. Kitendo cha kupiga magoti unaomba Mungu, kwa muktadha huo ni tiba. Unaamini Mungu yupo bila kupepesa macho, bila kuruhusu mashaka na hofu na wasiwasi wa aina yoyote kutawala moyo wako. Ni tiba ya kisaikolojia, ni tiba, ni utengamanifu wa afya. Kumcha Baba, mche Mungu, itakuwa afya kwenye nyama mpaka ndani mifupa iliyo ndani ya nyama. Maombi yanaondoa uoga wa matatizo. Maombi yanaondoa uoga kuhusu kesho yako. Maombi yanaondoa uoga kuhusu milele wako, kwamba uko milele baada ya kulala, kuhama kwenye dunia hii, upati hofu na mimi na kwenda kufutwa machozi baada ya ziki na tabu za dunia. Sasa kutiba kivipi? Wakati wote mtu akipata misukosuko afu akaamini anaongea na mtu mwenye uwezo, anapona. Kisaikolojia moyo unapona, saikolojia unapona, stress zinahama. Kwa mfano, nikapata manyanyaso, katibu kata kanyanyasa, afu mkuu wa wilaya akaniita kunisikiliza, naanza kupona. Maana najua mamlaka ya mkuu wa wilaya, na mkuu wa wilaya akaonja kunisikiliza kwa dhati kabisa bila kuziaki utu wangu, naanza kupona. Unaingia kwa daktari ambaye unamwamini, daktari wa familia, anaanza kukusikiliza, daktari bingwa wa meno, unaanza kupona hata kabla hujatibiwa. Kadhalika muamini Mungu anapoinua mikono yake juu, akajua mbingu zinamsikiliza, hiyo peke yake ni tiba tosha. Hata kabla hajaona hayo magari, hiyo nyumba, hao watoto wakisoma, hajaona hayo mashamba yakivuna, ile ni tiba tosha. Anapita kwenye ukame, nchi yao haina mvua, anaomba maombi bila kupepesa macho kuhusu uwezo na uwajibikaji wa Mungu kuhusu maisha ya watu wake. Kwa Mungu anawajibika kuhusu maisha ya watu wake. Hiyo inakuwa ni tiba tosha. Inakuwa sio tiba muomba Mungu anaomba kwa minajili ya dini tu, baba yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe, amekalili tu, wewe huyu hamna kitu. Yule anayeomba kwa imani, kwa bidii kama Elia, akianza kuomba hadi akiamini mbingu inamsikia kama Daniel, anaanza kupona kule, anaanza kuona magari yake, nyumba zake, anaanza kuona ushindi wake dhidi ya dhambi kule kwenye maombi. Kwa hiyo kwa leo niseme hayo machache, kwamba maombi wacha tu yanafika mbinguni na Mungu anasikia. Lakini kuna uponyaji mbadala tunaupata waamini Mungu, au unaupata muamini Mungu unapoomba bila mashaka, bila kupesa macho, unaomba katika uhalisia
kwa mambo ya Mungu, sio mambo ya kufikirika. Ni mambo halisi yanayoshikika ukiamini. Kama vile baba Abraham alianza kwenda nchi ya Shekemu. Anasema kwa imani baba Ibrahim alitoka Ukaldayo akielekea Shekemu. Kwa imani alitoka asijua endako. Maana imani ni uwezo wa Mungu unaokaa ndani ya mwanadamu wa kwanza kuyaona yasionekana, yale ambayo wengine hawayaoni. Mwenye imani ile ya chembe aldali yanayaona. Huyu akiomba peke yake ni uponyaji. Unainuka kwenye magoti, unajisikia moyoni, nafsini umekuwa mwepesi. Nilikuwa naongea na mwenye mamlaka, Mungu wa miungu, na naamini yeye ni mwaminifu. Alisema nitendaitika makubwa magumu usiyojua nitakuonyesha. Tunaelekea kwenye maombi maalum ya mwezi wa 6 tarehe 4 saa 11 jioni. Maombi ya siku 10 yatakuwa ambatana na semina ya neno la Mungu. Na katika semina utajifunza aina 18 za maombi. Nakutakia mwezi wa 5 mwema. Mungu akubariki, Mungu akujalie kila la heri, akujalie baraka tele. Na hii ni maalumu kwa ajili ya wana familia Tutashinda na Watanzania wote.